Wakenya zaidi ya 200 wanadaiwa kujiunga kupigana upande wa jeshi la Urusi. Raia hao kutoka nchini Kenya wanadaiwa kwamba wamejiunga na jeshi la Urusi kwa ajili ya mapambano dhidi ya Ukraine. Hata hivyo, serikali ya Kenya imethibitisha ikisema zaidi ya raia wake 200 wamejiunga na jeshi la Urusi katika vita vinavyoendelea nchini Ukraine, huku baadhi ya mashirika ya ajira yakiendelea kuwashawishi wa Kenya zaidi kujiunga katika vita hivyo. Katika taarifa iliyotolewa jana na Wizara ya Mambo ya Kigeni, Kenya imeeleza kuwa shughuli za kuajiri wapiganaji kwa ajili ya vita nchini Ukraine zimepanuka na sasa zinawalenga raia kutoka mataifa mbalimbali ya Afrika, wakiwemo kutoka nchini Kenya. Taarifa katika wiki za hivi karibuni zilisambaa katika mitandao mbalimbali ya kijamii na baadhi ya vyombo vya habari vikisema kwamba kuna raia wengi kutoka nchini Kenya na baadhi ya mataifa ya Afrika waliojiunga na vita huko nchini Ukraine wakipigania upande wa Urusi. Hata hivyo, ilieleza kwamba nchini Kenya kumekuwa na kundi kubwa la vijana wametafuta ajira kwa ajili ya kujiunga na vita huko nchini Ukraine wakipigania katika jeshi la Warusi. Taarifa iliyotolewa na Wizara ya Mambo ya Kigeni nchini Kenya imebainisha kuwa zaidi ya Wakenya 200 tayari wamejiunga na jeshi la Urusi na kwamba mitandao ya kuajiri wapiganaji hao bado inaendelea kufanya kazi ndani ya Kenya na taifa la Urusi. Ubalozi wa Urusi mjini Nairobi haukujibu mara moja ombi la kutoa maoni kuhusu madai hayo, ikithibitisha ukweli juu ya raia kutoka nchini Kenya ambao wameajiriwa katika jeshi la Urusi wakipigania upande wao. Kwa mujibu wa wizara hiyo, ubalozi wa Kenya mjini Moscow umerekodi visa vya Wakenya waliojeruhiwa ambao walishawishiwa kujiunga na vita kwa ahadi ya kulipwa kiasi cha dola 18,000 kufidia gharama za visa, usafiri na malazi. Wiki iliyopita Ukraine iliripoti kuwa zaidi ya raia 1400 kutoka takriban nchi 30 za Afrika wanapigania upande wa Urusi, baadhi yao wakiwa wameajiriwa kwa njia za udanganyifu, kulingana na taarifa zilizotolewa na Ukraine, ambayo kwa namna moja ama nyingine wachambuzi wa mambo wanadai kwamba baadhi ya taarifa hizo zimekuwa ni taarifa za propaganda. Hata hivyo, Urusi imesema ipo tayari kufanya mazungumzo na Marekani kuhusu suala la Ukraine. Waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov amesema kutokana na vita vinavyoendelea huko nchini Ukraine, Urusi bado ipo katika nia yake ya dhati ya kufanya mazungumzo, kukutana kwa majadiliano na wenzake na Marekani, hasa kuandaa mkutano na rais wa Marekani Donald Trump ambao ulivunjika wiki kadhaa zilizopita. Waziri huyo wa mambo ya kigeni wa Urusi Sergei Lavrov katika mahojiano na shirika la habari la RIA Novosti amesema kwamba maslahi ya Urusi yatapaswa kuzingatiwa ili amani rejee Ukraine, na ameongeza kuwa yeye na waziri wa mambo ya kigeni Marco Rubio wa nchini Marekani wanafahamu umuhimu wa kujadili suala hilo na kuzingatia ajenda ya pande mbili, ndio sababu wanawasiliana kwa njia ya simu na sasa wako tayari kwa mazungumzo ya ana kwa ana. Hata hivyo, Putin amekuwa na pendekezo kuhusu udhibiti wa silaha za nyuklia ambao rais wa Marekani Donald Trump ameutolea maoni. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo. Kubwa ni kile kilichoelezwa na baadhi ya vyombo vya habari ulimwenguni kwamba kumekuwa na vijana zaidi ya 200 wanaopigania upande wa Urusi kutoka nchini Kenya, na inadaiwa kwamba zaidi ya vijana 1400 wamepatikana wakipigana huko nchini Ukraine, na wanadaiwa wametoka katika mataifa zaidi ya 30 katika nchi za Afrika. Endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia ili ufahamu ni nini kinajiri duniani kupitia The World News.